Askofu wa jimbo la Kaskazini Mashariki mwa Tanzania, kanisa la Waadventista wa Sabato, Mchungaji Musa Erasto Nzumbi alifanya ziara ya kikazi katika mtaa wa Simanjiro ambapo alitembelea miradi mbalimbali na kuweka mawe ya msingi kwa makanisa yanayojengwa. Aidha, alitembelea miradi ya uinjilisti ya Global Mission Kitwai na Naberera iliyopo Masaini. Ni mwalimu pale Kitwai. Sadiki Kashindi ni mwalimu Kitwai Sekondari. Hiyo ni combination nzuri Mungu amewaleta hapo kwa kusudi lake maalum. Kwa hiyo tunawatia moyo ya kwamba sasa hivi tunaweza tukaona vichaka, lakini siku moja mtaacha alama kubwa ya kanisa hapa. Makala hii itakuwa ikiangazia yaliyojiri katika ziara hii muhimu ya kikazi. Fuatana nami Nancy David katika kipindi hiki cha matukio na semina hapa Rombo Mission TV kila siku ya Jumanne na Ijumaa. Kazi imeongezeka. Naamini ya kwamba hata maendeleo haya yameonekana ya matofali, maendeleo ya mawe. Ni kazi kubwa hiyo ambayo inafanyika. Mwanzoni kulikuwa hakuna chochote, tulipokuwa tunakuja hapa hakuna chochote, lakini mwenyekiti, ukiona mawe na matofali ni hatua kubwa sana na tunamtukuza Mungu. Mwisho tunaona kwamba tuko kwenye huu mti, lakini hapa mahali Mungu yupo. Kwa sababu mahali popote wanapokutana katika ibada Mungu yupo. Kwa hiyo hapa Mungu yupo, na mahali hapa ni humble, ni mahali mnakaa kwenye haya matofali hapa. Wanda mwenyekiti, tukae kidogo kwenye matofali. Tukae kidogo ili tuone kama tutaelewa hata kama wachache. Kwa hiyo hii kazi naamini kwamba itakuwa ni kazi nzuri na Mungu atukuzwe sana. Itakuwa vizuri na mwenyekiti naye anaona kwamba hapa ndio ladha ya maeneo mapya. Jina la Mungu litukuzwe sana. Kwa hiyo mwenyekiti, nene karibuni sana. Kwa hiyo mimi nimkaribishe mwenyekiti. Poleni wa Global Mission. Karibu. Karibu Musa Nzumbi Erasto. Karibu Kitwai. Mwinjilisti wa Global Mission. Mimi namsaidia tu. Kwa hiyo yeye askofu atazungumza na ninyi, atawatia moyo na hapo baadaye ataombea baraka. Mchungaji Musa Erasto Nzumbi alipata nafasi ya kuongea na waumini wachache wanaohudumiwa na mradi wa Global Mission Kitwai na kuwatia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mrs. Yangai. Amen. Mrs. Yangai. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Tumefurahi kuweza kuwatembelea hapa leo, na kama ambavyo alisema Pastor Mbili ambaye ni mkurugenzi, tumefurahi kufika Kitwai. Mara ya kwanza kufika Kitwai, mara nyingi nimekomea World Testament, lakini nimefurahi kwamba leo ni Bwana ameniruhusu nifike hapa. Pokeeni salamu kutoka makao makuu ya kanisa pale Same. Jimbo letu la Kaskazini Mashariki lina mikoa miwili na tuna wilaya za kiserikali 17, lakini pia tuna makanisa ya Wasabato yako 424. Kwa hiyo msijisikie kwamba mko kwenye upweke. Hili ni kanisa kubwa. Ni kanisa la ulimwengu. Hiyo kanisa la Waadventista ni kanisa la ulimwengu. Sio kanisa la eneo moja. Unajua kuna madhehebu yanaanza, mchungaji mmoja tu anatafuta hela, anaweka banda na hili kanisa limekuwepo miaka na miaka. Limeenea katika nchi zote za dunia. Hii dunia ina nchi 230. Kanisa hili limeenea kwa nchi 215. Ni nchi 15 tu ambazo zimebaki ambapo huwezi kukuta Wasabato. Kwa hiyo ukienda Iraki, ukienda Irani, South Africa, maeneo yote utakutana na Mwadventista Msabato anayetunza siku ya 7. Kwa hiyo tunawakaribisha katika uwanja mkubwa wa waumini, mahali ambapo ukienda popote unawakuta Wasabato wapo. Popote ukienda na ukisema mimi ni Msabato, wanakupokea na wanakuhudumia, maana ni jamii moja
ya watu wanaojiandaa kumpokea Yesu anayekuja mara ya pili. Kwa hiyo ninawaletea salamu kutoka kwenye waumini wengine wote, lakini pia tukishukuru sana kwa marafiki zetu leo, walimu hawa. Tuna walimu wengine ambao nimefurahi kukutana nao. Kama alivyosema mchungaji Mding, hamko hapa kwa bahati mbaya. Yani you are not here by accident. Mungu amewaleta Kitwai ili muweze kuwa baraka kwenye jamii, lakini pia na ninyi mkutane na baraka ambazo zinaweza zikabaki kama muhuri mkubwa katika maisha yenu. Kwa hiyo nimefurahi sana kukutana na rafiki yangu kutoka Shinyanga, na amejaa vizuri kabisa. Mungu akubariki na timu yote. Lakini pia nimetiwa moyo kuona namna gani mnaabudu hapa. Huu ni mwanzo mdogo, lakini ni mwanzo mkubwa. Mambo yote makubwa yalianza na hatua. Yaani ukipiga hatua moja hivi, ukishaiondoa umeshahama, umeenda kwenye hatua nyingine. Na mimi ninaona hapa Bwana akiwabariki likiwepo kanisa kubwa. Jamani, simseme amina. Amen. Hapa mahali Mungu atanyanyua kanisa kubwa kwa ajili ya ibada. Amen. Kwa ninyi mkubali Bwana watumie kwa ajili ya mafanikio ya kanisa lake. Kila mmoja kwenye maisha haya anamhitaji Mungu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Kila mtu anamhitaji Mungu. Tunamhitaji Mungu kwenye afya zetu, tunamhitaji Mungu kwenye shughuli zetu, tunamhitaji Mungu kwenye mifugo yetu, tunamhitaji Mungu kwenye familia zetu. Hakuna mambo yanayoweza kufanikiwa bila kuwa na Mungu. Na ndio maana bunge la Jamhuri ya Muungano si linaanzaga na ibada. Wanaomba Mwenyezi Mungu, wanaomba maana wanamhitaji Mungu. Hata viongozi wa serikali nao wanamhitaji Mungu. Kwa hiyo Mungu yeye yupo, omnipresence, yeye yupo kila mahali. Yupo hata hapa Kitwai. Tunapokuja kuabudu hapa, haijalishi kwamba hatuna jengo, lakini uwepo wa Mungu uko pamoja nasi. Jamani, simseme amina. Kwa nini nimepita hapa kuwatia shime kwamba tusichoke kukusanyika hapa. Na wakati mwingine tunakuwa na ule udini sana. Mimi ni KKT, mimi ni Mromani, mimi ni tukija kuabudu na tuje maana tunamtafuta Mungu. Yani Mungu anapokea sala za watu wote wanaomuita kwa imani. Kwa hiyo ninaendelea kualika niungane na Mwinjilisti Mrema kuwakaribisheni tujifunze. Mungu tunamfahamu kwa kumjifunza. Tunapojifunza tunamuelewa, na yeye anasema nasi kupitia kwa neno lake, na analitafasiri kwetu kupitia Roho wake Mtakatifu. Na sisi tunapoomba tuna communicate naye, tunawasiliana naye. Kwa hiyo ninawatia moyo, karibuni kwa kila Jumamosi hapa. Na mimi nimefurahi kabisa, ningekuwa na muda ningeabudu nanyi hata kesho, lakini basi kwa sababu tuna vituo vingi vya kupita, tuseme tu kwamba acha Mwenyezi Mungu awabariki sana. Amen. Endeleeni kupalilia eneo lenu hili, kwa maana ya kwamba muwe na kakwaya kakuimba. Tutafurahi kuona kuna kwaya ya Kitwai inayoimba kwenye huduma. Na nimeona hapa wakina Yeyo hapa ni waimbaji wazuri. Ninaamini wakiwa na kwaya hapa tutakuwa na kwaya kubwa hapa. Lakini pia tunatamani kila mmoja Bwana mbariki, karama, vipawa tuviunganishe, ili pia twende tukawaambie wengine habari njema. Hii habari njema hatuwezi kukaa nayo, ni lazima tuwapelekee pia wengine, na wao wakutane na neema ya Mungu inayookoa. Kwa tumekuja hapa kuatia moyo, hongereni sana. Ninajua kuna kazi inaendelea hapo ya ujenzi. Tunawasiliana na pastor kila wakati. Naamini itamalizika hivi karibuni kwa ushindi mkubwa. Amen. Kwa hiyo tuseme jamani, Mungu na wabariki sana. Amen. Yale ambayo ni mahitaji yetu tunayoyaomba, Mwenyezi Mungu ayafungulie njia. Amen. Na sisi hapa tutawaombea, lakini usichoke kumwabudu Mungu asubuhi na jioni. Amen. Yani Mungu anasikia maombi ya kila mtu, sio tu ya mchungaji. Hata mtu wa kawaida akipiga magoti na kuomba, Mungu huwa anasikia maombi. Kwa tusichoke kuomba asubuhi, tusichoke pia kuomba jioni, tusichoke kuomba kwenye ibada zetu hapa. Kanisa hili lina utaratibu, kila Jumatano huwa tunafanya maombi. Kila Jumatano watu wanakuja kwa masaa kadhaa. Mnaweza mkatengeneza utaratibu, Mwinjilisti Mrema, kulingana na mazingira yenu. Kwa sababu ya mifugo mkasema muda wetu mzuri ni huu.
wengine wanakutana alfajiri, wengine wanakutana jioni. Kwa hiyo mnaweza mkachagua muda ambao kila mmoja atakuwa huru mnaomba. Maombi hayo yanaleta nguvu ya pamoja, yanaleta ushindi mkubwa na Mungu atawatangulieni. Jamani, Bwana awabariki sana. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo ibaki pamoja nanyi kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Tuwa moyo sana jioni ya leo kufika hapa Kitwai. Hili ni moja maeneo yetu ambayo ni kilomita 50 kutokea Orkesmet katika mtaa wa Simanjiro, chini ya mchungaji Temba ambaye ni mchungaji wa mtaa na mwinjilisti Orest Mrema ambaye ni mwinjilisti katika eneo hili jipya. Tumefurahi kukutana pia na waumini wakiwa hapa. Na moja ya jambo ambalo limenibariki katika eneo hili jipya, wanajenga kanisa. Kama unavyoona matofali yako hapo, na hawa waumini wakina mama wao sadaka yao ni ya kuponda kokoto. Wamesema wako tayari kuponda kokoto zote zinazotakiwa kwa ajili ya kusimamisha kanisa. Nimetiwa moyo sana kuona kila mmoja na namna Bwana alivyombariki, yuko tayari kuona kazi ya Bwana inasonga mbele. Ninawapongeza sana washiriki hao waumini. Wako wachache wanaabudu watu 5 mpaka 7, lakini wanaabudia chini ya mti, lakini bado wameziona baraka za Mungu. Nimetiwa moyo na nina waombea baraka waumini hawa na maeneo yoyote, na kama kuna mtu yoyote ambaye anaweza kufanya kitu kwa ajili ya kuona kanisa hili limesimama, anaweza kuwasiliana na uongozi wa kanisa chini ya mchungaji Temba. Tuone Bwana ametubariki katika maeneo haya ya Kitwai, katika mtaa wetu wa Simanjiro, na Bwana aendelee. Asante. Ninaitwa mwinjilisti Orest Mrema. Ninafanya kazi ya Global Mission katika eneo la Kitwai A, na kazi ya Mungu inaendelea kwa uzuri na watu wa Masai wanapokea japo kwa ugumu, lakini wanapokea. Na tangu nilipofika hapa tulikuwa na watu wachache kama watu 4, lakini sasa tumefikia kama watu 7 hivi wanaosali siku ya Jumamosi, na wanavutwa sana huduma yetu na wamebarikiwa sana katika maboma yetu tunapowatembelea, na wametamani kila wakati tuwe nao katika nyumba zao, na tumewatia moyo. Ni wengi ambao wameamua kusali katika eneo hili. Ila tu shida inatokea hapa, changamoto ni jengo. Mvua zinaponyesha tunapata shida ya kusali, maana tusali chini ya mti. Lakini jua likiwa kali pia tunashindwa, kwa sababu jua likiwa kali wanahamahama kwenye mti ule. Kwa hiyo natamani sana kazi ya Mungu huku, angalau tungepata sapoti ya mtu yoyote, basi tungeweza kufanya kazi kwa uaminifu na jina la Bwana lingetukuzwa. Na kwa namna hii ningewaalika watu wote ambao wanajisikia kuchangia kazi hii katika eneo hili la Kitwai. Kweli kuna maeneo mengi hayajafikiwa, hasa eneo la Masaini, na hitaji letu kubwa ni kupata wainjilisti ambao wako tayari kufanya kazi katika maeneo magumu. Maana wengi wanaogopa, lakini ni watie moyo. Unapotoka ukiwa na Yesu hakuna ugumu. Hata tumefika huku tulikuwa na ugumu ndio, lakini sasa tunaona kumepekua pepesi, maana Wamasai wamesikia na wanapokea. Usiogope. Unapotembea na Yesu popote hakuna ugumu, maana mwezeshaji wa kazi ni yule aliyeanzisha kazi, Yesu. Na kwa hiyo ukiwa naye kazi inakuwa nyepesi. Changamoto ambayo labda tuseme tunakutana nazo au mchungaji kwenda nakutana nazo ni ile kwamba watu wanashikilia labda udhehebu. Yaani mimi ni Mkatoliki, siwezi nikamsikiliza mchungaji wa dhehebu lingine, wa Adventist. Hasa wa Adventist wanaona kama sijui ni vipi, lakini neno ni lile lile. Cha msingi ni kujifunza na kuongoka. Mwisho wa siku lengo ni moja, wote tufike mbinguni. Kiripoti kutoka mtaa Simanjiro, mimi ni mtangazaji wako Nancy David Yona. Bila kusahau nyuma ya kamera yupo Dorcas Francis. Hadi wakati mwingine, bye bye.